na nikapata jinsi jina la Yesu Kristo linatumika. Nikapata kujua jinsi ya jina la Yesu na manyako manaishi kwamba jina la Yesu ni zaidi ya majina yote. Anaishitwa hii nimbe wa mashito honde. Ili jina la Bwana li zaidi ya milima yote. Anaishitwa hii imbe wa hii masio. Ili jina la Bwana li zaidi ya mambo yote. Ili jina la Bwana li zaidi ya watu wote. Jina la Yesu Kristo. Shitwa ya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Shitwa ya Yesu Kristo. Ndio tumeleta mahali hapa watu wa kihusiani. Leo tueta bandu mandu ya kihusiani. Kile ambacho kinaweza sababisha nivike. Kila kitu ambacho manuka ku. Kile ambacho kinaweza nisababisha niingie katika mji huu. Kile kitu ambacho manuka ndoa neno. Jina la Bwana limelileta pekee. Ni shitwa ya Yesu imetieyoka. Imeleta jina la Bwana la kipekee. No shitwa ni etieyoka. Watu wako na majina mengi. Watu wako na majina mengi katika mji. Watu wamepewa majina mengi katika mji. Lakini haya majina yote hakuna jina moja ambalo linaweza kulileta. Hakuna jina moja katika hiyo majina yote ambalo linaweza sababisha niingie katika mji. Lakini jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu limelileta katika mji huu. Jina la Yesu Kristo pekee. Shitwa ya Yesu sababisha mkutano huu. Alikapata kuelewa ya kwamba ili jina linapotajwa katika mapepo, maandiko inasema ili jina linapotamkwa mapepo yanatetemeka. Ili jina likitajwa katika kuzimu, mizimu inatetemeka. Ili jina likitajwa katika familia, katika familia inakuwa sawa. Jina la Yesu Kristo linapotajwa katika nduka, hapo inaanza kwenda sawa sawa. Ili jina linapotajwa katika familia ya mwanadamu, maisha inaanza kutengenezeka. Ili jina la Yesu kipekee linapotajwa katika biashara, kijana anatoka katika mihadarati, kijana anatoka katika usherati. Jina la Bwana likitajwa katika mama, jina la Yesu Kristo likitajwa linafanya mama kuwa mama wa kawaida. Linafanya kijana asiye wa kawaida. Jina la Yesu linaomba mzee asiye wa kawaida. Jina la Yesu linaomba mzee asiye wa kawaida. Jina la Yesu linaomba. Jina la Yesu linatengeneza michongo. Majina yenye tunatumia katika biashara. Basi tunatumia biashara ni kuuza watu wa biashara. Yale majina tunatumia katika biashara. Basi tunatumia uyani. Hiyo ndio inafanya biashara kudidimia. Majina tunatumia katika familia. Basi tunatumia meshia. Hiyo ndio inasababisha familia kusambaratika. Kama tumesoma shuhuda. Majina tunayotumia katika mazika. Basi tunatumia yale majina ambayo tunatumia. Basi tunatumia yale majina ambayo yako katika familia. Basi tunatumia meshia. Hakuna Yesu ndani. Hakuna Yesu ndani. Biashara inaisha. Hakuna Yesu ndani. Ule mzee anapotea. Hakuna Yesu ndani. Bwana anahangaika. Hakuna Yesu ndani. Kijana anapotea. Hakuna Yesu ndani. Biashara inasababisha. Soko ambalo limekosa Yesu Kristo. Ni soko ambalo linatamaradika. Soko isiyokaribisha Yesu Kristo. Isiyokaribisha Yesu. Soko inaisha. Kiona inaendelea. Hata kama inaendelea. Ni soko inaisha. Soko inaisha. Asiyekuwa na Yesu. Asiyekuwa na Yesu. Kijana asiyekuwa na Yesu. Ya kwamba anaendelea. Mama anaendelea. Mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Yesu ndiye amesababisha niingie katika mji huu. Yesu ndio tumesangilika kwa. Hilo jina la Yesu ni jina la kipekee. Sito ya mwenye. Kama linapotajwa katika vijana. Ya wetu imanani. Vijana wanaanza kusoma. Mama niliosoma. Vijana wanaanza kwenda kanisani. Mama niliamka kanisa. Jina linapotajwa.
la kipekee. Hilo ni jina la kipekee. Jina la kipekee. Misito ya mwanya. Wale ambao wanaenda katika waganga wanatumia majina ya watu tu, wanatumia majina ya wanadamu, wanatumianga majina ya wanadamu, maana hata wachawi wananjua kama hiyo ni jina la kipekee. Ukiona mtu ambaye anatumia jina la mwanadamu, ni mtu ambaye anaisha tu, maana jina la Bwana ni jina la kipekee. Katika kila hali inabadilisha anga zote, inabadilisha hata biashara. Ukitaka kuendelea katika biashara, jaribu jina la Bwana Yesu Kristo. Ingawaje umejaribu katika familia, anza familia na jina la Yesu, anza familia na jina la Yesu, anza biashara na jina la Yesu, anza biashara na jina la Yesu, ondoka na jina la Yesu. Jina la kipekee ni sifa ya mwanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah, Elohim. We worship you, King. We worship you, King of glory. We exalt your name. We exalt your name, O Lord. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name. I exalt your name. I exalt your name, O God. I lift your name higher. Ili jina linapotajwa katika mchana, ili jina linapotajwa katika mchana, linaondoa kila laana zote, linaondoa kila uchawi wote. Ili jina linapotajwa, watu wanabadilika. Ni jina ambalo linabadilisha, ni jina ambalo nimeona likibadilisha, limebadilisha maisha ya mwanadamu, limebadilisha maisha ya mwanadamu, inafanya biashara kusimama, inafanya familia kusimama, inafanya watu kusonga mbele, inafanya watu kusonga mbele. Kupitia jina la Yesu Kristo, nasafisha anga nzima, nasafisha anga nzima. Kupitia jina la Yesu Kristo, nasafisha anga nzima, nasafisha kijiji kizima na jina la Yesu Kristo. Tuone ya Yesu, Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ningependa kuleta neno la Bwana ambalo linaumba maisha yetu. Hili jina la Bwana ni jina la kipekee, ni sifa ya mwanya. When I read from the book of Psalms, tusome buku ya chapter number 127. Tumekuja na maneno ya kuumba soko mpya. Savule. Maana ile ambayo wanadamu wamejenga kwa mikono yao imeisha. Tumekuja kuumba soko mpya toka kusovya. Maana ile jiji mlitengeneza imeharibiwa na shetani. Tumekuja kuwaumbia soko lingine ya kiuzeni mpya. Maana ile ambayo mliweka bidii zenu imeharibiwa na shetani. Tumekuja kuwaumbia soko lingine ya kiuzeni. Maana ile yenu mling'ang'ana kuomba imejaa viongozi ambao hawana majina. Tumekuja na maneno ya kuomba soko lingine mpya. Yeye mpa mpenzi wake usingizi. Yesu makofi mazuri. Andiko inasema Bwana asipoijenga, kama sio Bwana anapojenga soko, kama sio Bwana kuleta soko ingine mpya, wale ambao wamejenga hiyo soko wamefanya kazi ya bure. Kama sio Bwana kujenga soko mpya kama hii ya kiusiani, kama sio Bwana kujenga soko, wale ambao wanatumia majina yao ni kazi yao ni bure. Andiko inasema kama sio Bwana anayelinda, kama sio Bwana anayelinda mji, kama sio Bwana anayelinda mji, sijui hii yenu nani anawalindia? Hii yenu mnajilindia. Naona matope namna hii. Naona nyinyi mnalinda.
Yeye ndiye mlinzi pekee. Yeye ndiye anakuwa anatazama. Anaangalia huyu ni mlisha majini. Anaambiwa wewe huwezi cheka hapa. Anatazama anasema mimi ndiye mlinzi. Tukanjana alisema soko yenu ni nini mnajilindia? Soko yenu ni nini mnajilindia? Ndio maana mnaimbiwa kila siku. Wamejendewa na Bwana. Wamejendewa na Bwana. Kazi yao wanafanya. Kazi yao wanafanya. Wanatoa fungu la kumi. Kazi yao wanafanya. Wanatoa sadaka. Mnatoa wapi sadaka zenu? Ndio wanamalizia soko. Wale ambao mnapewa sadaka, wale ambao mnapeleka sadaka, hapo ndio wamemaliza soko. Wale ambao mnawapa sadaka, alafu mnaenda udhambi wenu. Ninajua kila mtu anatoa sadaka. Kama uendagi kanisani, unadai unapeana sadaka, hapo ndipo biashara imeishia. Unapopeleka hizo pesa, unasemekana kuna mtu anaokota sadaka. Kuna mtu anawachukulia sadaka katika kijiji hiki. Kuna mtu amekuwa akiokota sadaka. Amemaliza soko. Huyo amemaliza soko. Lakini ile soko ni maji na njega. Mlinzi atakuwa Bwana. Mlinzi atakuwa Bwana. Bwana kutazama na kuambia huwezi ukanjenga mali ya pamba. Huwezi ukaingia. Mimi Bwana ndiye mlinzi. Mimi ndiye mlinzi. Mimi ndiye mlinzi. Hii soko ni mimi nitaijenga. Haleluya. Mtu ambaye anasema ninataka kuumia kiuziani mpya. Kama unataka kubaki kuendelea kuuza, nataka kuomba na mtu ambaye anasema mimi ninahitaji kumbaki nikifanya biashara. Maana ile neno ambaye
mmejenga kwa mikono yenu imeisha. Ile ambayo mmejenga kwa mikono yenu imeisha. Nataka kuomba na mtu ambaye anasema mimi ninahitaji nikiumbiwa kiuseni mpya. Bwana nikawe mmoja katika wale ambao wabaki katika kiuseni. Maana ile ambayo yenu mmejenga imeisha. Nataka kuomba na mtu ambaye anasema ninahitaji kuumbiwa familia mpya. Maana ile ambayo yangu nimetafuta imeisha. Ninahitaji kuomba na mtu ambaye anasema ninahitaji familia njema. Maana ile familia ambayo mimi nimechenga, hiyo familia imekuwa ya laana. Na mtu ambaye anasema ninataka kuambiwa familia, kuambiwa mzee. Maana yule mzee ambaye amekuwa namna hiyo, huyo ambaye mmechoka namna hiyo, ameharibiwa na shetani. Unahitaji kuomba na mtu anasema mimi ninahitaji kuambiwa mzee mpya. Maana yule ambaye nimetafuta amekuwa wakati bure. Jaribu muda tunaomba kiuseni mpya. Unasema unahitaji familia Bwana, familia ambayo inamjua kuomba na mtu anasema mimi ninahitaji familia njema. Ile yangu ambayo nimejitafutia imekuwa ya kikwazo. Nahitaji kuomba na mtu ambaye anasema mimi nahitaji biashara mpya. Licha ya kwamba niko na biashara, lakini ninahitaji biashara ambayo imejawa na mabadiliko. Hatuharibu wakati yako, maana hatuna nafasi ingine ya kufanya hii kazi. Hatuna nafasi ingine. Na pale unahitaji mimi, unasema mimi ninahitaji maisha ambayo ni Mungu mwenyewe amenijenga. Unasema unahitaji Mungu ajenge maisha yako. Wakati ndio huu. Unahitaji familia ndio huu. Naomba na hawa hapana afanye kazi. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, ninaamini kwa moyo wangu Baba Yesu Kristo ni Bwana. Ninakiri kwa kinywa changu Baba Yesu ni Bwana, na ninaamini kwa moyo wangu Baba Yesu Kristo alikufa msalabani, ukafufuka kwa ajili yangu. Kana kwamba yeye Mungu alimfufua katika siku ya tatu kwa ajili ya maisha yangu. Niumbie familia mpya, niumbie watoto wapya, niumbie soko mpya, niumbie marafiki wapya, niumbie mzee mpya, niumbie watoto wengine wale ambao nilisumbuka kuwatafuta. Shetani amewameza, lakini sasa ninaomba watoto wengine wakambadilishwe katika jina la Yesu, wakambadilishwe katika jina la Yesu, wakambadilishwe katika jina la Yesu.
Inua mikono yako juu, wale ambao wako pande hii. Tuzidi kuombea hawa wamama. Maisha yao yamebadilika. Wanaishi katika maisha mengine sasa. Bwana, tunakushukuru ni kwa ajili ya uwezo kama huu. Asante ni kwa ajili ya hawa wamama Bwana. Siku ya leo wanakubali kwamba wanahitaji maisha ya njema na wewe. Wanahitaji kujengewa maisha mapya na watengeneza kwako Bwana. Na wakambili katika mikononi mwako ili Bwana ukafanye kazi. Ninahitaji ukaingie katika familia. Ninahitaji ukafanye kazi. Ninahitaji ukafanye kazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukafanye kazi njema katika huyu mama Bwana. Ninamwombea kimpani. Ninamwombea kimpani. Maisha mapya kutana katika wewe. Maisha mapya katika huyu mama. Kile ambacho kimekuwa kama kilio ninakiondoa katika jina la Yesu. Na ninatangaza familia mpya. Ninatangaza soko mpya. Ninatangaza marafiki mpya. Namtangazia watoto wengine katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mama na mwendeleo Mungu wako Bwana. Ninahitaji ukafanye ukatengeneze katika jina la Yesu. Tengeneza maisha yake. Tengeneza maisha ya huyu mama katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninahitaji ukatengeneze katika familia yake. Ukaingie na ukafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Zika na mayande libusia. Mamlaka na mayande la rusika na matu. Yanteleke bara zika na mayande. Mamlaka na mayande libusika. Yanteleke bara nabadilisha soko nzima. Nabadilisha soko nzima. Katika jina la Yesu. Ninasimama na kusema ya kwamba kazi ya shetani aliyojenga miaka ambayo imepita tunaiondoa kwa uwezo wa Bwana. Tunaiondoa kwa uwezo wa Bwana. Tunaiondoa kwa uwezo wa Bwana. Tunaiondoa katika jina la Yesu. Tunatangaza anga mpya. Tunatangaza anga mpya. Tunatangaza anga mpya. Tunatangaza anga mpya. Kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Hivyo ndivyo Bwana anavyohitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Wale ambao wanachenga wanaifanyia kazi yao ya bure. Kuna watu ambao wameng'ang'ana sana kuunda familia zao. Wengi wameng'ang'ana kujitafutia. Wengi wameng'ang'ana katika biashara. Lakini katika hiyo biashara Bwana asipoijenga, wale wanajenga wanafanya kazi ya bure. Kuna watu ambao wanafanya kazi zaidi kujaribu kulinda maisha yao. Wengi wanaenda kuchukua mambo ambao haipendezi Bwana kwa ajili ya kulinda mali. Kuna watu ambao wameendea vitu kwa ajili ya kulinda watoto wao. Lakini wale ambao tunalindiwa na Bwana, watoto wetu wanakuwa salama. Hata tunapolala watoto wetu wako salama. Maana Bwana wetu ndiye anayelinda. Wale ambao tunalindiwa na Bwana, sisi kazi yetu ni kushukuru Bwana. Sisi kazi yetu tunapoenda kwa kazi, hata kabla hatujauza kitu, tunaanza kushukuru Bwana kwa yale ambayo amefanya. Hata usipopata kitu, kazi yetu ni kushukuru Bwana. Kazi yetu ni kushukuru Bwana. Kazi yetu ni kushukuru Bwana. Maana amefanya kazi. Maana amefanya kazi. Maana amefanya kazi. Wale ambao tunalindiwa na Bwana, hatuharibu wakati wetu. Familia zetu zinajengwa na Bwana. Kazi yetu inalindwa na Bwana. Kazi zetu kupata faida ni kulindiwa na Bwana. Kupata faida kwetu imegharimu nguvu za Bwana. Imegharimu nguvu za Bwana. I want us to read. Soma maandiko mpaka ushangae. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Joel kama Kiswahili. Joel chapter number 2 verse 28. Nataka kukuonyesha vile kizazi kizima
na kipya kitafanya katika hii soko. Maana ni lazima tuinue kizazi ambacho kitachukua hii kazi. Hii kazi ya wazee imeisha. Kihusiane, kazi ya wazee imeisha. Tumekuja kuinua vijana. Tumekuja kuinua vijana ambao wanamheshimu Bwana. Tumekuja kuinua wazee ambao wamejawa na ndoto. Tazameni ile kihusiani yenu mumejenga. Sisi imejaa watu wasio na ndoto. Yesu tangamata na mahono. Imejaa watu wanaosimia vijana ndoto. Alama bwasiana. Imejaa wazee wanaosimia vijana ndoto. Alama kwatea. Lakini ninakuja kutengeneza soko nyingine. Ambao kama kutaonekana mzee, atakuwa mzee wa kuona ndoto. Atakuwa mzee ambaye anaweza ita vijana wanakaa pamoja na kuwapa ushauri. Amen. Soko lenu imejaa watu wasiowapa wengine washauri. Haleluya. Bwana anasema soko lenu imejaa wazee wanaopoteza vijana. Bwana anasema soko imejaa wazee wako lakini wanapoteza vijana. Zile vituko wanafanya sio vituko za kutazamwa na vijana. Tumekuja kuleta wazee wengine wapya. Amen. Tumekuja kuondoa hawa kama hawabadiliki tunawaondoa. Hawa kama hawabadiliki, kazi yetu ni kuondoa. Tunaondoa kile kichapo, tunaleta kingine. Maana hii ni soko ambayo itainuliwa, Bwana ataabudiwa hapa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumechoka kuongozwa na vijana na wazee wanaotupeleka katika msitu. Sisi kama vijana tunakataa kuongozwa na wazee wanaotupeleka katika miandarati, wazee wanaotuonyesha usherati. Tunawaondoa, tunajenga wazee ambao wanakubali neno la Bwana. Amen. Kama uko karibu na mzee, mwambie kama umbadiliki, Bwana anakuondoa. Kama uko karibu na mzee, mwambie kama umbadiliki, Bwana anakuondoa. Sisi kama wasichana, sisi kama wasichana tunakataa kuongoza na wamama ambao kazi yao ni kuchukua wazee wa wengine. Sisi hiyo kazi tumejifunga kama wasichana. Wale ambao tunasema sasa, tunasema wasichana wa mji huu ni watu wa kusoma. Sisi sio wasichana ambao tutakuwa tunadharauliwa na vijana. Tunakataa wamama ambao wanatuonyesha usherati. Amen. Hallelujah. Tunaondoa wamama wote washerati. Tunaondoa wamama wote wachawi. Tunaondoa wazee wote washerati. Tunaondoa wazee wote ambao wanakunywa pombe. Tunaondoa soko ambayo Bwana amejenga haikubali pombe. Soko ambayo Bwana amejenga haikubali usherati, haikubali uchawi. Ambia kama uko karibu na mzee, maana wazee ndio wametangulia hii soko, sio vijana. Kama uko karibu na mzee, mwambie kama kuna kitu kibaya umebeba, hicho kimeondoka. Kama umebeba uchawi, mwambie hata huko mali huko unasema hiyo ni kama ya hawa, lakini hata ikitupata inakupata wewe. Hata usipokubali kile ambacho tunasema hapa, kile ambacho kinatoka kinaingia. Kwa hiyo heri ukubali ama utoke katika soko yetu. Maana hii ni yetu, tumejenga sasa. Tuko ile soko yenu. Tuko ile soko yenu. Tuko ile soko yenu. Kama unadhani niko soko yenu, sahau. Hiyo sio yenu. Yenu ilikuwa ya njana. Ilikuwa imetawaliwa na wachawi. Ilikuwa inatawaliwa na wachawi. Hiyo yangu ni ya Yesu Kristo. Kama unadhani niko katika soko yako, sahau. Kama wewe ni mzee na unadhani niko katika misingi yako, sahau. Maana
ile yako imeisha. Ile yako sasa sio hiyo. Wakati umeona tumefanya maombi, tulikuwa tunaondoa hiyo. Licha ya kwamba tutasema, lakini hiyo ndio tulikuwa tunaondoa. Hii itakuwa inarukaruka vijana wa kimwabudu Bwana. Hii itakuwa inarukaruka vijana. Itakuwa inarukaruka vijana. Tunakataa wazee ambao wametuonyesha kazi mbaya zaidi ya shetani. Hiyo kwa watu tumeondoa. Na tunasema wazee ambao wataingia. Kazi yao ni kuinama chini. Kazi yao ni kuinama chini. Wanatuonyesha kuabudu. Wazee ambao wanamwabudu Bwana. Wazee ambao wanamwabudu Bwana. Wazee ambao wanamwabudu Bwana. Hao ndio tumepanda ndani yako. Anakataa wazee wote ambao wanaonyesha vijana tabia mbaya. Ninashinda na Yesu na ninakuja kutengeneza toka ukweni. Ninakuja kutengeneza. Ninakuja na upanga wa Yesu Kristo. Ninaleta upanga wa Yesu Kristo. Nimekuja na upanga wa Yesu Kristo. Ninasema hii soko ni mpya. Ninasema hii soko ni mpya sasa. Haleluya. Kama hapa hakutaingia mzee anaweza kufanya. Kama huwezi fanya kile ambacho nimefanya, hautakuwa na hukumu wa kuingia soko hili. Amen. Nasema kama wewe ni mzee na huwezi fanya kile nimefanya, hautaweza kuvumilia katika soko hili. Amen. Kama wewe ni mzee na huwezi ukafanya vile nimefanya, sababu ya sababu zako ambazo sizinjui, hautavumilia katika soko hili. Hii soko tunasema haitakaa mtu ambaye hawezi amudu. Hii soko ni ya wale ambao wanamuita Bwana. Hii soko ni ya wale ambao wanainua mikono. Hii soko ni ya wale ambao biashara ikimbadilika wanainua mikono yao, wanamwambia Bwana, hata wewe ni mwenye dhahabu na fedha, na wewe ndiye unayesema kila hali zote zitiwa kila hali. Kazi yetu ni kushukuru Bwana. Wale ambao wanafika katika biashara zao wanainua mikono yao kabla ya kufungua, wanamwambia Bwana, ninahitaji kuona mkono wako. Jaribu ulete mganga katika biashara, utakuwa wa kwanza kuondoka. Bwana, ile ambayo tumechenga mlinzi ni Bwana Yesu. Ile ambayo tumechenga mlinzi ni Yesu Kristo. Amen. Ile ambayo tumechenga sasa mlinzi ni Yesu Kristo. Amen. Ile ambayo tumechenga sasa mlinzi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba Bwana, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana waume kwa wake watatabiri,
wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Haleluya. Amen. Narudia tena. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Hiyo ni soko yetu ambayo tumejenga. Ile ni ile ambayo soko mpya ya kiuziani. Andiko inasema nitamimina roho wangu katika hizo siku. Nitaweza kumimina roho wangu katika watu wangu. Ni soko ambayo imemiminwa roho wa Bwana. Tumejenga soko ambayo imemiminwa roho ya Bwana. Kama kuna roho chafu imeondolewa na roho wa Bwana. Kama kuna mtu anatumia roho chafu, anza kujua ya kwamba hiyo imeondolewa. Na tumepanda watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu. Pigia Yesu makofi mazuri. Andiko inasema katika soko yetu ya kiuziani, toa hizo siku. Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa utoe hiyo, inasema hizo siku ni hii siku ya leo. Ni hii siku ya leo, sio kesho. Bwana ametengeneza wazee wengine, wazee ambao wanaota ndoto. Wale ambao wataelekeza kizazi chetu. Kizazi chetu kimepotezwa na wazee. Wazee ambao wanaona ni kama wanakipeleka mbali, lakini wamekimaliza. Maandiko inasema wazee wa kiuziani sasa watakuwa watu wa kuona ndoto. Watakuwa watu ambao wanaweza kuelekeza vijana wetu hali ambapo kunahitajika. Sisi kama vijana tumekataa wale wazee ambao wataonekana kuanzia sasa wakituongoza katika biashara zisizofaa. Sisi kama vijana ambao tumejawa na Roho Mtakatifu, maandiko inasema na vijana wa kiuziani watakuwa wamejawa na maono. Pigia Yesu makofi mazuri. Vijana wa kiuziani wamejawa na maono sasa. Ni wale watu ambao watakuwa wanaungana pamoja, wanaulizana, unaona hapa twende namna gani? Unaona mahali hapa tuombe namna gani? Hao ndio vijana wa kiuziani. Kama wewe ni kijana wa kiuziani na bado haujasikia maneno haya, jua makao yako hapa itakuwa sio makao tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maana tumechoka na vijana ambao wanatoa mimba. Tumetumika na vijana wanatumika na wazee kufanya unyama. Tumechoka na vijana ambao wanatumika na wanganga kupeleka uchawi. Kama wewe ni kijana na unatumika katika hizo, jua soko yako haiko hapa. Tafuta mbele. Guza kijana, mwambie umefikiwa. Niko naona kama ni ya wazee peke yao. Guza kijana, mwambie soko yako. Soko yako. Mwambie kama uko katika kitengo ambacho nimesema, soko yako iko mbele bado. Ambia kijana soko yako iko mbele sasa. Soko yako iko mbele sasa. Usipokubali hii neno, jua soko yako haiko hapa. Iko mbali. Soko ambayo tumejenga ndio watu kukaa chini na kuulizana Mungu amesema nini usiku. Soko ambayo vijana wanaulizana, mnaona tufanye namna gani? Mnaona hii soko yetu tuijenge namna gani? Tunaanza na Bwana. Hii soko itakuwa ya vijana ambao kama ni kijana na amepata pesa, kwanza anaenda kwa mchungaji, anamwambia nimepata pesa, na wanaulizana watu wa Mungu, hapa nataka kujenga. Hata hizi ndizo pesa niko nazo. Hakuna za kuimba. Kama unategemea pesa za kuimba, kazi yako na soko yako haiko hapa, iko mbele. Kama wewe ni kijana na unatumika kuimbia wale wengine, kijana ambaye anatumika kuimbia wale wengine, kwa njia moja ama nyingine, soko yako iko mbele. Kama unatumika kuimbia watu katika soko, hii sio soko yako. Soko yako itafute mbele. Hapa kutakuja watu ambao watajenga duka nzuri.
hapa kutakuja watu ambao wamejawa na maono. Amen. Hauwezi kuwa na maono na ukajenga takataka. Takataka ambazo unajenga ni kwa vile ulifikiria peke yako. Ukikaa chini wewe unafikiria kujenga kitu ambayo haina shape. Tunatangaza sasa vijana ambao watakuja ni watu ambao walio na maono. Amen. Amen. Wewe unatuwekea mikeka, unadhani tunakuja kunywa chai. Hapa kutajenga watu ambao duka ambazo tunaingia kwa heshima. Hallelujah. Hapa kutaingia mikawa na heshima. Amen. Sio watu wa kuweka takataka ya mangunia. Hiyo ni ya watu ambao wasio na maono. Wacha nikwambie, kama sio pana sio jenga. Yaani unafikiria peke yako, unafikiria kuja kupika chai tu utuuzie, hiyo yako imeisha. Yenye tunasema ni kazi nzuri iliyo na heshima. Tutatafuta mahali pa kunywa chai kunapotea, maana sisi sio watu wa kuharibu muda na pesa yetu. Mimi siwezi haribu pesa kwa gunia. Jenga vizuri. Watu walio na maono. Amen. Watu walio na maono. Amen. Watu walio na maono. Hallelujah. Ndio tumeita sasa. Amen. Watu wengine wakuje. Amen. Watu wengine wakuje. Amen. Watu waliojawa na maono. Watu waliojawa na maono. Hao ndio watu tunahitaji. Hao ndio watu tunahitaji. Amen. Hallelujah. Tumechoka na watu ambao wewe ukikaa chini tu unafikiria kujenga kitu ambayo iko tofauti. Watu wazuri wanapoingia hata wanakosa mahali pa kunywa chai. Tuna watu tunahitaji wale ambao walio na maono. Mtu ambaye anafikiria na mwingine. Amen. Anaita mwingine kuja. Nimewaza kujenga kitu yangu. Unaona ninaijenga namna gani? Anakuambia hata na Yesu kwanza. Anza na Yesu. My Hallelujah. brother, unafikiria kupungua duka, anza na Yesu. Amen. Hata nikwambia huwezi anza na Yesu na ukajenga na matope. Hauwezi. Hiyo ni kitu ambayo nimefanya utafiti. Maana ni Yesu wetu ni mzuri zaidi. Hata ukitaka kujenga vizuri katika familia, anza na Yesu kwanza. Sio soko peke yake. Anza na Yesu. Hauwezi anza na Yesu na ukajenga nyumba ambayo huwezi lala. Hiyo ni kitu ambayo nimefanya utafiti. Amen. Hauwezi anza na Yesu kwanza. Hauwezi anza na Yesu kwanza na ukajenga kitu ambayo isiyoeleweka. Maana yeye anakuambia jenga namna hii. Anza namna hii. Anza namna hii. Msingi ni mimi. Msingi ni mimi. Ni mimi msingi wa hii nyumba. Ni mimi msingi wa hii nyumba. Yesu anaweza kuwa na msingi yake kuandika matope. Hiyo huwezi, sio sahau. Hiyo sahau. Mwambie mtu jaribu kuanza na mwingine. Jaribu kuanza na mwingine. Mwambie jaribu kuanza tu. Jaribu kuanza. Jaribu kuanza na mwingine unapoanza. Hallelujah. Wale ambao wanakuja hapa mtakuwa ushuhuda kwa macho yenu. Amen. Hata waigi nchini wakikosa kubadilika. Kuna watu wengi zaidi wanatamani mji huu. Amen. Hata wale ambao vijana wa mahali hapa wananisikiliza na wataki kupunguka macho yao, kuna vijana zaidi na zaidi wanakuja. Amen. Ningojee nitakuja. Ngojea nitakuja. Kijana, funga macho yako tu, kwanza kufungua biashara. Wale wengine wanakuja na wanachukua hii soko. Amen. Nakumbusha kuna watu wanajiita Mungu. Ninasikia sauti inasema kuna watu wanajiita Mungu kwa soko. Kama haijaanza na Yesu Kristo, kazi yako iko mbele. Tunatangaza Mungu anakuja ambaye anajua Yesu. Mungu anakuja. Yule ambaye ananguruma anakuja. Yule ambaye anajua Yesu anakuja. Kwa hivyo, kama anasema siamuke mapema, kuna ile soko ambao unapata yule ambaye amepata pesa zaidi, haezi amuka mapema sababu anajua wako na kila kitu.
Kuna watu wanakuja ambao wanajua kufanya kazi zaidi yako. Amen. Wale ambao wanajua kuchangamkia kazi. Wacha wewe unaamuka saa 2. Nasema hiyo soko ni mimi ninauza sukari peke yangu. Kwa hivyo hata nikija saa 2 waningojee. Ukipenda watu wamefunga laini, wanangojea wauziwe sukari. Na mtu ambaye amelala mpaka saa 4. Hiyo tumefunga. Haleluya. Wale ambao wanakuja ni watu ambao wanajua kuraukia kazi. Ni watu ambao wanajua kazi yao. Wanafungua mapema. Hata wanasema asante Bwana. Ninakushukuru kwa kuniamsha salama. Ndio maana kazi yangu imebarikiwa. Kazi yangu ni ya kubarikiwa. Kazi yangu ni ya kubarikiwa. Wanafungua biashara yao. Wanangojea Bwana afanye kazi. Haleluya. Umechoka? Usimame kwa nduka hadi saa 4. Umechoka. Kwani atafungua saa ngapi? Si unajua anakuja wakati anahitaji. Hiyo sio soko yake. Soko yake iko mbele. Iko mbele. Inua mikono yako juu. Wako unahitaji wokovu, unahitaji Yesu aingie ndani yako. Hiyo nafasi nimeipeana kwa watu wa aina hiyo. Unahitaji Yesu aingie ndani yako. Kama kihusiani kinjengwa, utakuwa wa kwanza kufungua biashara, utakuwa wa kwanza kuendelea. Utakuwa wa kwanza kuendelea katika hii soko. Nahitaji kuomba na mtu wa aina hiyo. Nahitaji kuomba na mtu anasema, mimi ninahitaji kihusiani mpya kinjengwa, nikuwe pamoja. Hii sauti nairudia. Maana ninafanya hii kazi na kesho sitakuwa nafanya hii. Hapa ninahitaji kuomba na kijana ambaye hapa wewe ni kijana unasema mimi ninahitaji kuwa kijana wa maono. Nataka kuomba na mtu wa aina hiyo tu. Hata kama ni mmoja, hata kama ni wawili. Ambaye mimi ni kijana lakini hali nimefika ninahitaji kuwa wa kwanza kujenga katika hii soko. Hii neno la Bwana linakuja kama ujinga tu. Linapita kama ujinga tu. Lakini katika hiyo ujinga unakuwa mtu mkubwa katika hizo. Wewe unasema mimi ni vijana wengine wakijenga, ninahitaji niwe mmoja katika wale ambao watajenga hii soko, katika wale ambao wataleta mabadiliko.
Kijana ambaye anasema mimi ninahitaji kuwa wa kwanza, wale wengine wakiharibiwa na shetani, unahitaji kumbaki ni kwa ajili ya hii soko. Hiyo sauti tu, hiyo sauti pekee, sio wokovu ninaitana. Ninasema unahitaji kuwa kijana ambaye wale wengine wakitolewa katika hii soko utakuwa wa kwanza. Sababu ya muda, nipenda hawa tuinue mikono yetu juu. Sema, Bwana Yesu, ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Bwana, na ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba Yesu ulikufa na Yesu na Mungu akamfufua kwa ajili ya dhambi zangu. Kuanzia leo nimeokoka. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Achilia Roho Mtakatifu afanye kazi katika ujana wangu. Nakataa shetani na kazi yake yote, nakataa shetani na kazi yake yote. Kuanzia sasa, iwewe utajenga familia yangu, iwewe utajenga maisha yangu, iwewe utajenga kazi yangu. Bwana, nakushukuru ni kwa ajili ya hawa vijana ambao wametii neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hawa ni vijana wa kudumu katika soko, hawa ni vijana wa kudumu katika familia, hawa ni vijana ambao watadumu katika jina la Yesu Kristo. Vijana wamesemekana ya kwamba wa soko hii watakuwa vijana wenye maono. Katika jina la Yesu umewateua hawa ni kwa ajili ya kuwa maono, ni kwa ajili ya kuwa na maono Bwana. Ninatangaza uwezo wa Bwana, natangaza nuru ya Bwana, natangaza nuru ya Bwana. Popote waendako, kibali kikawafuate. Popote waendako, na kazi ikawakumbali. Popote waendako, na kazi ikawakumbali. Kwa ajili ya kuinua mji huu, kwa ajili ya kuinua mji huu. Mchawi na asiwaone, wanganga na wasiwaone, katika jina la Yesu. Popote waendako, jina la Bwana likaweze kuwatangalia katika jina la Yesu Kristo. Na watenganisha, na watenganisha na nguvu zote, nguvu ambazo zilikuwa zikitawala mji huu. Hawa hawataonekana tena. Zile ambazo zimekuwa zikiongoza mji huu, sasa hawa ni mpya. Kama vile tumejenga soko mpya, hawa vijana ni wapya katika maisha yao, katika familia zao, katika watu wao, katika kazi zao. Katika jina la Yesu tunatangaza hawa ni vijana wapya, hawa ni vijana wapya katika jina la Yesu Kristo. Wasikumbalike katika giza, wasikumbalike katika ufalme wa giza, katika jina la Yesu. Na waombea nguvu zako, neema na wokovu zikaingie katika jina la Yesu. Hawa ni wale ambao watatoa ushuhuda, watakuwa wanaangalia soko hii, wanalinganisha na vile ilikuwa, na wanashukuru Bwana. Hawa ndio nimeacha kama wale ambao watasimama na kutazama kile ambacho kinaendelea. Kwa hivyo watakuwa wanatazama soko hii na wanalinganisha na wale ambao umewapa katika jina la Yesu Kristo. Wape fedha, wape kazi, wape katika jina la Yesu Kristo. Simamisha familia na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba.
Amen. Pigia Yesu makofi. Tumemaliza. Sina mayandi. Mampraka de mazika baraka na mayanda. Yande lebezeka baraka na mayanda la buzia. Saka baraka de kabaraka de na mayanda. Saka baraka na mayande lebezia. Yande lebezeka baraka na mayanda. Wewe ni kijana na unahitaji kufanya maendeleo. Unasema mimi ni kijana na ninahitaji kufanya maendeleo kwetu. Inua mikono hapo. Au nitaombea wakiwa wamesimama pale. Wewe ni kijana katika soko yenu, wacha mambo na wokovu. Katika soko yenu unahitaji kufanya maendeleo. Inua mikono yako juu. Wewe umeokoka ama hujaokoka. Wewe ni kijana unasema mimi licha ya kwamba nimeokoka, ninahitaji kufanya maendeleo. Mimi ni msichana ambaye ninahitaji kufanya maendeleo. Hii neno sio ya mahali hapa pekee. Hii neno sio hapa pekee. Hata huko kwenu kunahitaji kijana ambaye anasimama. Kwa hivyo ninapoimba wimbo huu, wewe ni kijana, I'm dealing with it.